Hujambo mwana Prosper Media TV. Karibu katika makala ambayo nimekuandalia siku ya leo inayomhusu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na katika makala hii tunaenda kuzungumzia kuhusu maendeleo na jinsi mipango yake katika kuikuza Zanzibar, ambapo msimulizi wa makala hii ni mimi Prosper bin Medadi. Katika historia ya Zanzibar ya kisasa, mwaka 2020 uliandika ukurasa mpya pale Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoapishwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi awamu ya 8 kwa kauli mbiu ya Zanzibar mpya, maisha bora kwa kila Mzanzibari. Dr. Mwinyi alichukua hatamu kwa dhamira ya kuimarisha maendeleo ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa kutumia rasilimali za ndani na fursa za kimataifa. Dr. Mwinyi alirithi Zanzibar iliyo na changamoto nyingi kama vile ukosefu wa ajira, miundombinu kuwa duni, utalii uliodidimia kutokana na janga la COVID-19 na mzigo wa rushwa serikalini. Hata hivyo, alipambana nayo kwa misingi ya ushirikiano, amani na maendeleo shirikishi. Mimi Hussein Ali Mwinyi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Moja ya vipaumbele vya Rais Mwinyi ni kufungua Zanzibar kwa wawekezaji kwa kushirikiana na ZIPA, Zanzibar Investment Promotion Authority. Zanzibar imevutia wawekezaji kutoka Asia, Ulaya na Mashariki ya Kati. Na mambo muhimu ambayo Dr. Mwinyi ameanzisha ni katika uanzishwaji wa maeneo maalum ya kiuchumi. Maeneo haya yanawapa wawekezaji vivutio vya kodi na miundombinu bora. Viwanda vya kati, serikali yake pia inashirikiana na sekta binafsi kuanzisha viwanda vya kuchakata mazao ya kilimo na uvuvi. Katika mamlaka ya bandari Zanzibar, ZPC inaimarishwa kwa ajili ya kusafirisha bidhaa na kupokea meli kubwa za kibiashara. Pia katika mambo ya uvuvi, mradi wa Blue Economy umeongeza mapato ya wavuvi kwa kununua meli za kisasa na kuhifadhi samaki katika magala ya kisasa. Kupata mafanikio na wapongeza sana. Serikali ninayoiongoza imedhamiria kwa dhati kuhakikisha kwamba Pemba inapiga hatua katika maendeleo ya viwanda na kiuchumi kwa kuweka mikakati maalum ambayo kila mwekezaji ataona bora kuja kuwekeza hapa Pemba. Ya Dr. Mwinyi ameboresha katika miundombinu na huduma bora za kijamii kama barabara na usafirishaji. Ujenzi wa barabara mpya unarahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu, hasa kutoka maeneo ya vijijini hadi mijini. Miradi aliyofanya Dr. Mwinyi kama barabara ya Paje hadi Makunduchi imefungua uchumi wa kusini mwa Unguja. Katika sekta ya maji na umeme, Dr. Mwinyi amefungua mradi wa maji safi na salama kutoka maeneo ya chini ya ardhi. Umepunguza tatizo la upatikanaji wa maji, na serikali imewekeza kwenye umeme wa uhakika kwa kutumia gridi ya taifa, nishati ya jua na upepo. Pia Dr. Mwinyi katika sekta ya afya amejenga hospitali mpya kama hospitali ya Binguni na hospitali ya Kidongo Chekundu. Kupatikana kwa vifaa vya tiba vya kisasa na huduma za upasuaji kwa watoto na wanawake. Pia Dr. Mwinyi katika sekta ya elimu amejenga shule mpya, ameajiri walimu na maslahi yao yameweza kuboreshwa. Mtihani wa kitaifa wa darasa la 7 pia umeboreshwa na wanafunzi sasa wanapata motisha ya Nadhani nikiuliza hapa
nini hasa vijana mnataka? La kwanza litakuwa ajira, au sio? Bora nisiseme mengi, niseme moja tu, nalo ni kwamba vijana tutakutizameni kwa ajira, msio na wasiwasi. Na katika utawala bora na mapambano dhidi ya rushwa, Rais Dr. Mwinyi amejijengea jina la kuwa kiongozi asiyevumilia rushwa kwa kushirikiana na taasisi kama ZAECA. Watendaji wa umma waliokiuka sheria wamechukuliwa hatua. Uendeshaji wa serikali kwa uwazi, bajeti, zabuni na miradi yote inaelezwa hadharani. Pia Rais Dr. Mwinyi ameimarisha mifumo ya kiutawala kwa kutumia TEHAMA, mfano mfumo wa e-government, na aliwaambia wananchi rushwa nitumie hadhara hii kuwakumbusha viongozi na wananchi kuongeza jitihada katika swala la kuzuia rushwa, kwani ni la kila mmoja kwa nafasi aliyonayo, na kama miongozo ya mikataba ya kuzuia na kupambana na rushwa inavyotuelekeza kuwa ili tuweze kuyafikia mafanikio kwa haraka, ni lazima vyombo vinavyotoa haki, asasi za kiraia, sekta binafsi, viongozi wa dini, vyombo vya habari na wananchi kwa ujumla tuwe na umoja na ushirikiano katika kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Katika sekta ya uchumi wa blue economy, Rais Dr. Mwinyi ameanzisha falsafa mpya ya kiuchumi inayolenga kutumia bahari kwa maendeleo endelevu na mipango muhimu. Rais Mwinyi ameweza kuimarisha uvuvi wa bahari kuu kwa kutumia meli kubwa za uvuvi. Pia ameanzisha viwanda vya kuchakata samaki visiwani badala ya kuuza ghafi. Pia Mwinyi amefanya kuboresha utalii wa baharini, diving cruise tourism, na utalii wa mazingira. Tunaandika historia. Hii ni meli ya kwanza ya makontena katika historia ya nchi yetu kuja moja kwa moja katika bandari ya Mkoani kutoka nje ya nchi. Hili tuliliahidi na sasa tumetekeleza. Pia Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa upande wa diplomasia ya kimataifa na ushirikiano na maendeleo, Dr. Mwinyi ameweka mbele ushirikiano wa kimataifa, makubaliano na wawekezaji kutoka UAE, Qatar, Oman na China, ushirikiano na mashirika ya kimataifa kama UNDP, World Bank na African Development Bank, miradi ya kijamii kupitia misaada ya maendeleo, elimu ya wasichana, afya ya mama na mtoto, TEHAMA pamoja na vijijini. Nilieleza katika hotuba yangu ya kulizindua Baraza la Wawakilishi mwezi Novemba mwaka 2020 juu ya dhamira yangu ya kuwaunganisha wananchi wote wa Zanzibar kwa wamoja bila kujali rangi, asili, imani za kidini au itikadi za kisiasa. Jenga amani, umoja na maridhiano ya kisiasa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Zanzibar, upinzani na chama tawala wanafanya kazi pamoja kupitia serikali ya umoja wa kitaifa. Dr. Mwinyi ameweka mbele kuitambua haki ya kila upande wa kisiasa kushiriki maendeleo, kuteua viongozi wa upinzani kushika nafasi za juu serikalini. Pia Dr. Mwinyi amepunguza migogoro ya kisiasa na kuweka mbele maslahi ya wananchi. Kwa upande wa maono ya Zanzibar mpya na hitimisho hili, Rais Mwinyi anaiona Zanzibar ya kesho kuwa kitovu cha biashara ya kimataifa, kisiwa chenye huduma bora za kijamii, mahali salama pa kuishi, kufanya kazi na kwa kuwekeza.
Kwa kutumia rasilimali za ndani, nguvu kazi ya vijana na diplomasia ya kiuchumi, Zanzibar inaelekea katika mwelekeo sahihi wa mafanikio makubwa. Amani, ushirikiano na wajibikaji ndiyo misingi ya mafanikio haya. Na moja ya kauli yake Rais Dr. Mwinyi ni kinukuu, "Ninawaomba Wazanzibari tushirikiane kuijenga Zanzibar mpya yenye maendeleo ya kiuchumi, amani na usawa kwa kila mmoja wetu." Asante kwa kuweza kunifuatilia katika makala hii kutoka mwanzo mpaka mwisho. Katika makala hii ulikuwa nami, msimulizi wako ni mimi, Prosper bin Medadi.